Endelea kujazwa neno la Mungu kila wakati na kila saa. Endelea kushibishwa na hilo, kwa kuwa neno la Mungu ndio uzima wetu. Barikiwa sana, endelea kujazwa neema katika msimu wa kuendelea kusherekea ukombozi katika jina la Yesu na kusubiria kupokea mwaka mpya. Ona kwamba ni mwaka mpya wenye ushindi na baraka, wenye nguvu na ambao utakuwa tofauti wa kipekee, Mungu akitimiza mapenzi yake kwetu na kwa taifa letu. Haleluya. Ebrania sura ya 2 mstari wa 14, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi. Mstari wa 18, na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa. Ahimidiwe Bwana. Amina. Sema amina. Huyu ni Bwana Yesu Kristo Mwokozi wetu, kwa jinsi alivyotupenda kwa upendo wa ajabu mno mkubwa, kwamba ameamua kuchukua hali kama ya kwetu, akavalishwa au akavaa mwili kama wa kwetu, amechukua mwili kama wa kwetu. Lengo ni kumharibu shetani mwenye nguvu za mauti. Sisi tusiwe na nguvu za mauti, tusizidiwe, tusisumbuliwe na nguvu za mauti, bali tuendelee kumtukuza Bwana, tuendelee kumtumikia Bwana. Mauti isikusumbue wala isikutishie. Shetani ni wachawi na vyote vya kuzimu visiweze tena juu ya maisha yetu, kwa sababu Yesu Kristo huyu amechukua mwili kama wa kwetu, amemharibu tayari. Kwa hiyo mwenye nguvu za mauti ameharibiwa. Basi endelea kuamini na kuomba na kumtumikia Yesu. Asante Yesu kwamba umetupa kushinda. Mauti haiwezi tena na wala haitashinda. Kuanzia sasa watu wako tumetambua, tukaendelea kutambua na kufunuliwa zaidi katika jina la Yesu. Mauti imeharibika na itazidi kuharibika na kushindwa. Baba, asante kwamba tunashinda kwa uweza wako. Mpe neema yako mpendwa huyu asikiaye, azidi kuifuata njia yako na kuyaishi mapenzi yako, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Mungu wangu na Baba, akubariki, akutunze, akujaze neema, uendelee kuona uzima na sio mauti wala kushindwa, kwa jina la Yesu. Uwe na saa nzuri, wakati mzuri. Sema amina kwa Yesu.